Ninapenda kutoa taarifa ya mafanikio ya kukamatwa kwa silaha moja aina ya AK-47, magazine moja ikiwa na risasi 20, injini 2, aina ya Parsai horsepower 15 na Yamaha horsepower 40, mtumbwi mmoja, nyavu 9, nanga moja, matenki ya mafuta 4, simu aina mbalimbali 9, madumu matupu yenye ujazo wa lita 27, leseni ya boti moja, vitambulisho vya mpiga kura 2 na kitambulisho cha taifa 1. Vitu hivi vilipatikana kwenye tukio la unyang'anyi wa kutumia silaha majini siku ya jana tarehe 14 mwezi wa 12 2025. Ni kwamba kwenye majira ya saa 5 za asubuhi tulipata taarifa kwamba kuna wavuvi wamenyang'anywa kule majini. Sasa askari wetu walikuwa doria, unajua kwamba tunaendesha doria majini, doria maalum. Walijielekeza eneo la tukio, na kwenye tukio lile walipofika kule wakaona mtumbwi. Waliwafuatilia, lakini kabla hawajakaribia yakaanza majibizano ya risasi. Wakaanza kuwafuatilia risasi wa askari wetu, lakini walijibu mapigo yale, na kwenye hilo tukio kuna mtuhumiwa mmoja wa ujambazi apigwa risasi akafariki, na ikapatikana hiyo silaha moja na hivyo vitu nilivyovitaja hapo juu. Kwa hiyo bado tunaendelea na huu upelelezi ili kukomesha kabisa hali ya ujambazi ndani ya ziwa Tanganyika. Jeshi la Polisi mkoa wa Kigoma tunaendelea kuwaomba wananchi kuendelea kutoa ushirikiano kama wanavyotupa ushirikiano, lakini pia tunawaomba pia baadhi ya watu wanaojishughulisha na kazi ambazo sio halali wafanye kazi ambazo ni halali, kwa sababu watakutana na mkono wa sheria. Kwa upande wa wananchi tunaomba tu waendelee kutoa ushirikiano, kwa sababu tukishirikiana ndio tunaweza kupata mafanikio yanayo kwa manufaa yetu sisi sote. Nilikuwa nataka kufahamu, pengine mmegundua wewe jambazi ni kutoka nchi gani au hapa Tanzania? Bado tunafanya upelelezi, kwa sababu hata huyo mtuhumiwa ujambazi aliyeuawa hatujajua nani yake, bado tunachunguza. Tutajua tu, tunaendelea na upelelezi, lakini lengo ni kuufuta kabisa mtandao wote. Na kwa ujumla, pengine tangia mmeanza operation, hali ikoje ziwani? Hali inaendelea vizuri, na tunaendelea kuwaelimisha wananchi waendelee na utaratibu tunaowaelekeza. Kwanza wajitahidi sana kuvua maeneo ya kwetu ili kuacha kwenda kwenye nchi za watu. Kwenye majibizano pale kuna baadhi walifanikiwa kutoroka, waliingia chini ya maji, lakini bado tunafanya ufuatiliaji. Walikuwa wanatumia mitumbwi, pengine wameiacha. Mtumbwi tumeukamata, mtumbwi na injini tumevikamata, na injini walioiba tumeikamata, tutawaisha hapo chini, pamoja na nyavu ziko hapo chini. Na silaha hizi ambazo tunaziona zimekamata kwenye hilo tukio, ni tukio hii ilikuwa inatumia jambazi mmoja aliyeuawa, ilikuwa ndani ya eneo la tukio. Tunashukuru ushirikiano wa wananchi wa kutusaidia mpaka tumefikia nafasi hii, lakini kama nilivyosema awali kwamba mapambano bado yanaendelea mpaka tuhakikishe kwamba wananchi wetu wanakaa sawa. Na kama nilivyotoa wito kwamba lazima watu wafanye shughuli halali, hizi shughuli haramu zote hazikubaliki. Kwa hiyo tunaomba wananchi wazingatie hayo. Ninapenda kutoa taarifa ya mafanikio ya kukamatwa kwa silaha moja aina ya AK-47, magazine moja ikiwa na risasi 20, injini 2, aina ya Parsai horsepower 15 na Yamaha horsepower 40, mtumbwi mmoja, nyavu 9, nanga moja, matenki ya mafuta 4, simu aina mbalimbali 9, madumu matupu yenye ujazo wa lita 27, leseni ya boti moja, vitambulisho vya mpiga kura 2 na kitambulisho cha taifa 1.
Vitu hivi vilipatikana kwenye tukio la unyang'anyi wa kutumia silaha majini siku ya jana tarehe 14 mwezi wa 12 2025. Ni kwamba kwenye majira saa 5 za asubuhi tulipata taarifa kwamba kuna wavuvi wamenyang'anywa kule majini. Sasa askari wetu walikuwa doria, unajua kwamba tunaendesha doria majini, doria maalum. Walijielekeza eneo la tukio, na kwenye tukio lile walipofika kule wakaona mtumbwi. Waliwafuatilia, lakini kabla hawajakaribia yakaanza majibizano ya risasi. Wakaanza kuwafuatilia risasi wa askari wetu, lakini walijibu mapigo yale, na kwenye hilo tukio kuna mtuhumiwa mmoja wa ujambazi akapigwa risasi akafariki, na ikapatikana hiyo silaha moja na hivyo vitu nilivyovitaja hapo juu. Kwa hiyo bado tunaendelea na huu upelelezi ili kukomesha kabisa hali ya ujambazi ndani ya ziwa Tanganyika. Jeshi la Polisi mkoa wa Kigoma tunaendelea kuwaomba wananchi kuendelea kutoa ushirikiano kama wanavyotupa ushirikiano, lakini pia tunawaomba pia baadhi ya watu wanaojishughulisha na kazi ambazo sio halali wafanye kazi ambazo ni halali, kwa sababu watakutana na mkono wa sheria. Kwa upande wa wananchi tunaomba tu waendelee kutoa ushirikiano, kwa sababu tukishirikiana ndio tunaweza kupata mafanikio yanayo kwa manufaa yetu sisi sote. Mkuu, nilikuwa nataka kufahamu pengine mmegundua huyo jambazi ni kutoka nchi gani au hapa Tanzania? Bado tunafanya upelelezi, kwa sababu hata huyo mtuhumiwa ujambazi aliyeuawa hatujajua nani yake, bado tunachunguza. Tutajua tu, tunaendelea na upelelezi, lakini lengo ni kuufuta kabisa mtandao wote. Na kwa ujumla pengine tangia mmeanza operation hali ikoje ziwani? Hali inaendelea vizuri, na tunaendelea kuwaelimisha wananchi waendelee na utaratibu tunaowaelekeza. Kwanza wajitahidi sana kuvua maeneo ya kwetu ili kuacha kwenda kwenye nchi za watu. Kwenye majibizano pale kuna baadhi walifanikiwa kutoroka, waliingia chini ya maji, lakini bado tunafanya ufuatiliaji. Walikuwa wanatumia mitumbwi, pengine wameiacha. Mtumbwi tumeukamata, mtumbwi na injini tumevikamata, na injini walioiba tumeikamata, tutawaisha hapo chini pamoja na nyavu ziko hapo chini. Na silaha hizi ambazo tunaziona zimekamata kwenye hilo tukio ni tukio tofauti. Hii ilikuwa inatumia jambazi mmoja aliyeuawa, ilikuwa ndani ya eneo la tukio. Tunashukuru ushirikiano wa wananchi wa kutusaidia mpaka tumefikia nafasi hii, lakini kama nilivyosema awali kwamba mapambano bado yanaendelea mpaka tuhakikishe kwamba wananchi wetu wanakaa sawa. Kama nilivyotoa wito kwamba lazima watu wafanye shughuli halali, hizi shughuli haramu zote hazikubaliki. Kwa hiyo tunaomba wananchi wazingatie haya.